Ad-darsu ar-rabi', darasa ya 4. Anasema mtunzi hafidhahullahu ta'ala, al-aslu, asili, al-aslu, asili, anna jami'a al-ahkami mutasawiyatun, asili hakika hukumu zote zinazohusiana na jambo la Uislamu mutasawiyatun, ni zenye kuwa sawa, baina ar-rajuli wal mar'a, baina ya mwanamume na mwanamke. Asili ilivyo, asili katika dini yetu ya Kiislamu, anna jami'a al-ahkam, hakika hukumu zote zinazoambatana na Uislamu wetu mutasawiyatun, ni zenye kuwa sawa, baina ar-rajuli wal mar'a, baina mwanamume na mwanamke. Inapokuja hukumu katika Uislamu haimbagui mwanamume wala mwanamke, atahusika mwanamume na mwanamke kwenye kuitekeleza hukumu hiyo. Au kama ni jambo la kuacha, atahusika mwanamume na mwanamke kwenye kuacha jambo hilo. Hiyo ndo asli, anna jami'a al-ahkami mutasawiyatun baina ar-rajuli wal mar'a. Hakika asili ilivyo, hukumu zote ni zenye kuwa sawa baina mwanamume na mwanamke. Hukumu ni moja tu, sawa sawa. Alichoamrishwa mwanamume ndicho alichoamrishwa mwanamke, alichokatazwa mwanamume ndicho alichokatazwa mwanamke. Ndio asili katika sheria yetu. Kisha anasema Sheikh, illa, isipokuwa, ma khassahu dalil, isipokuwa kile ambacho dalili imekihusisha. Illa, isipokuwa, ma khassahu dalil, kile ambacho dalili imekihusisha. Ikija dalili ikahusisha kwamba hili ni maalum kwa wanaume, basi wanawake hawatahusika. Au kija dalili ikahusika kwamba hili ni maalum kwa wanawake, basi wanaume hawatahusika. Illa ma khassahu dalilu, isipokuwa kile ambacho dalili imekihusisha kwamba hiki ni kwa wanaume au hili ni kwa wanawake. Lakini ikiwa dalili haijahusisha, asli sote tunahusika katika hukumu hizo. Mfano, wa aqimus salata wa atu zakah, simamisheni swala na mtoe zaka. Hajahusishwa mwanamume wala mwanamke, kwa wataitekeleza amri hii wanaume na wanawake wote. Au mfano, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hakuna dalili iliyokuja kuwahusisha kwamba funga ni wajibu kwa wanaume peke yao au kwa wanawake peke yao. Kwa hivyo sote tutahusika katika uwajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Hii ndiyo asili, isipokuwa itakapokuja dalili ikahusisha jambo fulani kwa wanawake peke yao, wanaume watahusika. Au ikaja dalili ikahusisha hili ni wanaume peke yao, basi wanawake nao hawatahusika. Hiyo ndo asili katika dini yetu. Na kuna mambo, ahkamu nyingi tu zinawahusu wanaume, wanawake haziwahusu. Na kuna nyingine nyingi zinawahusu wanawake, wanaume haziwahusu. Lakini nyingi zaidi zinawahusu watu wote wa jinsia mbili, wanaume na wanawake. Mfano wa mambo hayo katika ahkamu ambazo zinawahusu baadhi na wengine haziwahusu, sheria imekuja kumkataza mwanamume mathalan kuburuza nguo yake ya chini, kama ni kanzu au suruali yake. Hukumu hii inamhusu mwanamume peke yake, asivushe nguo yake ya chini vifundo viwili vya miguu. Lakini jambo ambalo tukija kwa wanawake inakuwa ni khilafu dhalika, kinyume chake. Sasa mwanamke anatakiwa yeye aivushe nguo yake, afunike hadi nyayo zake. Kwa jambo la kuipunguza nguo isivuke vifundo limekuja kuhusishwa na wanaume peke yao. Au katika mapambo mathalan kuvaa hariri, jambo hili limekuja katazo la kuvaa hariri, lakini likamhusisha mwanamume kwamba yeye haruhusiki kuvaa hariri, lakini mwanamke akaruhusiwa. Au jambo la mirathi, kupata mara mbili zaidi ya mwenzako, kahusishwa nalo mwanamume kwamba mwanamume atapata mara mbili zaidi ya mwanamke. Wadhakaru mithlu hadhi al-unthayayn, mwanamume atapata mafungu mawili kumzidi mwanamke. Hili jambo limehusishwa kwake.
mwanamke fungu lake ni moja, kwa imekuja kutofautishwa. Au katika jambo la swala, uimamu, tumeamrishwa kuswali, lakini nani imamu? Imamu ni mwanamume, amehusishwa na uimamu. Hawezi kuwa imamu mwanamke wakati wa uwepo wa wanaume. Au swala la mahari, nani atatoa mahari katika ndoa? Akahusishwa mwanamume, hakuhusishwa mwanamke. Swala la makazi, nani atamweka mwenzake? Mume atamweka mke, atapona yeye hapa panasilihi kuwekwa mke. Kwa hizo ni baadhi ya ahkamu tu ambazo zinawahusu baadhi na wengine haziwahusu, lakini asli ya dini yetu, likija amrisho, likija katazo, ikija hukumu, likija pendekezo, watahusika wanaume na wanawake, mpaka ije dalili nyingine kuhusisha kwamba hili ni wanawake peke yao au wanaume peke yao. Hiyo ndo asli. Kisha akasema Sheikh, min ahkamil wudu, miongoni mwa hukumu za udhu, albad'u bilbasmala, kuanza kwa kusema bismillah. Mtu unapochukua udhu, jambo la mwanzo ni kusema bismillah, kisha anza kuchukua udhu, wala haimalizwi bismillah unaanza kuchukua udhu. Ghaslu alkaffaini, kuosha viganja viwili vya mikono. Almadmadatu walistinshaq, kusukutua na kupandisha maji puani pamoja na kuyatoa. Wa ghaslul wajhi, na kuosha uso. Wa ghaslul yadaini, na kuosha mikono miwili. Min atrafil aswabi', kuanzia ncha za vidole vya mikono hatta almirfaqain, mpaka kufikia kwenye visukusuku viwili, viwiko. Kuosha mikono miwili kuanzia ncha za vidole hadi kwenye visukusuku viwili. Thumma mashu ras, kisha kupangusa kichwa. Ma'al udhunain, pamoja na masikio mawili. Unapopangusa kichwa unapangusa na masikio mawili. Thumma ghaslu rijlain, kisha kuosha miguu miwili. Ilal ka'bain, hadi kufika kwenye kongo mbili za miguu. Haya maarufu tushayasoma katika darasa zetu. Kisha anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, yunqadhul wudu bi umurin, unatenguliwa udhu kwa mambo mengi. Yunqadhul wudu bi umurin, unatenguliwa udhu kwa mambo mengi. Miongoni mwa hayo, la kwanza, al-khariju minas sabilaini, chenye kutokea katika njia mbili za kukidhi haja. Al-khariju minas sabilaini, kile chenye kutokea katika njia mbili za kukidhi haja. Kikitoka chochote katika njia moja katika mbili za kukidhi haja, basi udhu wako unakuwa umetenguka, ushaharibika, haufai tena. Kalbauli, kama vile choo kidogo. Walghait, na choo kikubwa. Wadami, na kutokwa na damu. Warih, na kutokwa na upepo. Walmadhi, na kutokwa na madhi. Walmaniji, na kutokwa na manii. Chochote katika hivi vilivyotajwa kutokea kati ya moja njia mbili za kukidhi haja, udhu umetenguka, umebatilika, haufai. Thaniyan, jambo la pili katika vitenguzi, masul farj, kugusa utupu. Masul farj, kugusa utupu. Na katika mfumo wa kusoma kwetu ambao tutakiona utangulize mwanzo, kitabu hiki kimetaja mambo mengi ya hukumu za kifiqhi, ahkam alfiqhiyya, na nyingi ndani yake zina khilafu kwa ahlul ilmi. Masaili ambayo yameingiwa na khilafu ni mara moja sana, nadir mara moja kukuta kwamba kuna ijmaa ya masala, lakini takriban karibu mambo yote ya fiqhi ndani yake yana khilafu. Kwa sisi hatutaja khilafu, tutakapoona tutaje khilafu sehemu tutaashiria na kuichagua kauli yenye nguvu ambayo tumeiona, wallahu aalam, tunapita. Na wakati huo tukiamini kwamba kuna kauli nyingine ambazo baadhi ya watu wanaona ndio zina nguvu, zipo, lakini sitapita zile ambazo
tunahisi zimepata nguvu kwetu sisi kupitia maelezo ya ahlul ilmi yaliyotiliwa nguvu na dalili. Kama masala haya masul farj, kugusa utupu, kuna khilafu kwenye hili. Baadhi ya ahlul ilmi wameenda tofauti, lakini sitapita na kauli ambayo wamepita nayo ahlul ilmi. Kwanza kabisa tufahamu kugusa utupu kunakotengua udhu ni kule ambako kutakuwa pasi na kizuizi, min ghairi hailin, pasi na kizuizi chochote. Mtu kagusa utupu, hakuwa na kizuizi, hakuna nguo, hakuna kitambaa wala chochote, ni ngozi kwa ngozi. Hii ndio inazungumzwa hapa, ambayo ni kitenguzi cha udhu. Ama ikiwa kwa kizuizi baina ya ngozi yake na ngozi ya utupu wake kuna kizuizi, hiyo haingii hapa. Kwa tufahamu hivyo kwanza. Kitenguzi cha udhu kitahesabika kwa masul farj takapokuwa bighairi hail, pasi na kizuizi. Masala ya pili, ahlul ilm tofautiana juu ya kutengua kwake udhu kwa njia ipi. Wengine wakaona haitengui mutlaqan, wengine kunatengua mutlaqan. Baadhi ya ahlul ilm wakapitana msimamo ambao tunaona huu utakuwa ndio sawa, msimamo ambao ukimsoma Ibn Uthaymeen katika Asharhul Mumti' yeye ndo amerajihisha na wengineo, ni kwamba kugusa utupu kutatengua udhu itakapokuwa mtu ameugusa utupu wake kwa matamanio. Kugusa utupu kutatengua udhu ikiwa mtu kagusa utupu kwa matamanio. Ama itakapokuwa si kwa matamanio, amegusa mfano kajikuna, amegusa bahati mbaya, si kwa ajili ya matamanio ya nafsi, ugusaji huu hautengui udhu. Udhu wako utabakia kuwa pale pale, haujaharibika, haujabatilika. Hii ndio kauli ambayo tutapita nayo, wallahu a'lam. Kitenguzi cha tatu, aklu lahmil ibli, kula nyama ya ngamia. Aklu lahmil ibli, kula nyama ya ngamia kunatengua udhu. Kitenguzi cha nne, an-naumul amik. Hapa kitenguzi cha tatu, kula nyama ya ngamia, haina maana kwa kuwa mtu akila ngamia nyama yake nini udhu wake umetenguka basi ngamia naye ni najis. La, sio kila chenye kutengua udhu ni najis, sio kila chenye kutengua udhu kinakuwa ni najis. Hapana. Kama hapo juu tumesoma kitenguzi cha mwanzo, almani, mani yakimtoka mtu udhu wake umetenguka, bali atawajibika yeye kuoga, lakini mani sio najis. Yakikaa kwenye nguo uweza kuyaacha wala usiyasafishe, ukaswali na nguo hiyo hiyo, kuonyesha kwamba sio kila chenye kutengua udhu ni najis. Kama vile kula nyama ya ngamia, nyama yake ni halali kuila, sio najis, lakini baada ya kula udhu wako utakuwa umetenguka, ukachukua udhu mwingine. An-naumul amik, usingizi mzito, alladhi ambao la tash'urina fihi binafsik, huhisi ndani ya usingizi huo kuihisi nafsi yako, hujihisi ndani ya usingizi huo wewe mwenyewe. La tash'urina fihi binafsik, hujihisi ndani ya usingizi huo wewe mwenyewe, hujihisi. Usingizi huu unatengua udhu. Huu ni usingizi mzito, akasema shekhe, yanqudhu, usingizi huu unatengua udhu, yanqudhul wudhu'a. An-naumul amik, usingizi mzito, alladhi ambao la tash'urina fihi binafsik, hujihisi wewe ndani ya usingizi huo wewe mwenyewe, hujihisi. Mtu anaweza akakushika, akakupiga, akakufanya hivi, hauhisi wewe. Mtu anaweza akakuberua huku, akakugeuza kule, kwa sababu ya usingizi wako ukawa huhisi. Au umeshika kitu kimeanguka, huna hisia mpaka washtuliwa. Huu ni usingizi mzito, yanqudhu, usingizi huu unatengua udhu. Wa amma an-nu'asu, wa amma an-nu'asu al-khafif, ama kusinzia au usingizi mwepesi. An-nu'as, an-nu'as, hiyo nuni inakaa nini, shadda na dhamma inakaa kwenye nuni. Kwenye kitabu chetu hiyo shadda na dhamma iko kwenye aini, sawa sawa ni kukaa juu ya nuni. An-nu'asu, an-nu'as bitashdidi an-nun wa takhfifi al-ain.
Al-khafifu, usingizi mwepesi. Fala yanqudhu, usingizi huu hautengui udhu. Na tushausoma kwenye darasa zetu usingizi mwepesi ndio upi na alama zake. Kisha akasema Sheikh, masu aurati saghiri la yanqudhu alwudu, kugusa utupu wa mtoto mdogo hakutengui udhu. Masu aurati saghiri, kugusa utupu wa mtoto mdogo, la yanqudhu alwudu, hakutengui udhu. Masala haya na khilafu nayo vile vile, na khilafu yake kama iliyotangulia. Kwa kauli yetu kwenye hili ni kauli iliyotangulia. Ikiwa utupu wa mtoto mdogo utaugusa kwa kizuizi, kuna kizuizi baina ya mkono wako, ngozi yako na ngozi yake, hatuna shaka kwamba udhu bado upo. Sasa khilafu imekuja, je, akigusa ngozi kwa ngozi? Tunasema ikiwa atagusa huo utupu kwa matamanio, basi udhu umetenguka, na ikiwa si kwa matamanio, basi udhu haujatenguka. Amegusa utupu wa mtoto kwa sababu amuosha, anamsafisha kutokana na najis au uchafu ambao ameutoa mtoto, amsafishe na mkojo na vitu vingine, hana hisia za matamanio, udhu wake bado upo, haujatenguka. Wallahu a'lam. Kisha akasema Sheikh, akaingia kwenye masala mengine sasa, masala al-mashu ala al-khuffain, kupangusa juu ya khofu mbili. Faqala hafidhahu Allah ta'ala, yajuzu an tamsahi ala ash-shurrabi, inajuzu kupangusa wewe mwanamke, an tamsahi, kupangusa wewe mwanamke, ala ash-shurrabi, juu ya soksi, idha labistihi, pindi utakapoivaa soksi hiyo, ala taharati, juu ya tahara. Inafaa kwa wewe mwanamke kupangusa juu ya soksi ambayo utaivaa juu ya tahara. Tushasoma masala ya kupangusa juu ya khofu mbili, unatakiwa una tahara kwanza ya udhu, kisha ndo uvae zile khofu. Kwa hiyo itafaa wewe kupangusa juu ya soksi utakapoivaa soksi hiyo, lakini hali ya kuwa upo kwenye tahara. Ukifika muda wa swala wewe utapangusa juu ya mgongo wa ile soksi. Wa muddatul mashi yawmun wa laylatun lilmuqim, na muda wa kupangusa ni mchana mmoja na usiku mmoja kwa mkaazi ambaye si msafiri. Muqim kinyume cha mkaazi ambaye yupo mjini, yuko na pirika zake za mjini kwake, ameamua kuvaa khofu au kuvaa soksi, basi anapewa mchana mmoja na usiku mmoja. Kwa maana siku moja ikimaliza muda wake huo atavua, atajitoharisha tena, kisha ataamua avae tena au asivae tena, lakini ukimaliza muda lazima avue kwanza. Wa 3 ayamin bilayaliha lilmusafir, na siku 3, michana mitatu pamoja na usiku yake kwa ajili ya msafiri. Wa 3 ayamin, na michana mitatu, bilayaliha, pamoja na usiku yake, lilmusafiri, kwa ajili ya msafiri. Msafiri amepewa siku 3, mchana usiku, mchana usiku, mchana usiku. Akimaliza hapo naye atavua, atajitoharisha, atachukua udhu tena kama mwanzo, kisha akitaka atavaa tena au itakuwa ndio basi. Watabida'ul muddatu, na utaanza muda wa kupangusa. Watabida'ul mudda, na utaanza muda wa kupangusa juu ya hizo socks au khofu, min awwali mashin, katika mpanguso wa mwanzo. Min awwali mashin, kuanzia mpanguso wa mwanzo. Baada alhadath, baada ya kuhuduthi. Utaanza kuhesabika muda wako wewe pale ambapo utautekeleza mpanguso wa mwanzo baada ya kuhuduthi. Umevaa soksi zako au hofu zako saa 10 kamili, lakini ukapatwa na hadath saa 11:30 ukapangusa, muda wako utaanza kuhesabika saa 10 kamili au 11:30, ili kesho ujue navua 10 kamili au mtavua saa 11:30. Sheikh anasema watabida'ul mudda, na utaanza kuhesabika muda min awwali mashi,
kuanzia mpanguso wa mwanzo, si kuanzia ulipozivaa, ulipoanza kupangusa baada alhadath, baada ya kuhuduthi wewe. Pale ulipoanza kupangusa ndio muda uanza kuhesabika pale, sio ulipoanza kuzivaa soksi au hofu zako. Ad-darsul khamis, darasa ya 5. Tuko pamoja Yajuzu, inafaa, an tamsahi ala al-iswaba, kupangusa wewe mwanamke juu ya kitambaa au kilemba, allati, ambacho, ala ar-ras, kipo juu ya kichwa. Iswaba na kile kitambaa au kilemba kinachofungwa juu ya kichwa, itafaa kupangusa juu yake basi na kukivua. Idha kana yashuku alayki naz'uha, pindi itakapokuwa kunaleta uzito juu yako kukivua. Idha kana yashuku alayki naz'uha, pindi itakapokuwa kunaleta uzito juu yako kukivua. Maana kimewekwa kilemba au kitambaa kimefungwa fulani hivi, namna kwanza kukitoa na kuchukua udhu kichwani kuna shida fulani au kuna uzito, mazingira hayaruhusu au hali haiko rafiki kufanya hivyo, basi anaambiwa pangusa juu yake. Wala yushtaratu lubsuha ala tahara, wala hapashurutishwi kukivaa kitambaa hicho au kilemba hicho juu ya tahara. Si sharti kwamba ukiamua kupangusa juu ya kilemba chako basi sharti kwanza uwe tahara, uwe na udhu. La, unaweza kuwa hauna udhu ukavaa hicho kitambaa chako, wakati wa udhu ukapangusa juu yake. Sio sharti utangulie tahara mwanzo, tofauti na al-khawfu. Nini al-khawf wa ash-shurab? Unapovaa khofu au socks lazima kwanza uwe na tahara ukiamua kupangusa juu yake. Ama kilemba cha kichwani hakishurutishi tahara mwanzo, na wakati wa udhu kama kuna uzito kukivua utapangusa juu yake. Walaysa laha muddatun muayyanatun, na kitambaa hicho au kilemba hicho hakina muda maalumu. Tumeona kwenye hofu mbili na soksi, kwa mkaazi ni mchana mmoja na usiku mmoja, kwa msafiri michana mitatu na usiku yake. Je, mtu aliyevaa kilemba ambaye anapangusa juu yake ana siku ngapi? Walaysa laha muddatun muayyana, na hakina kilemba hicho au kitambaa hicho kilichofungwa kichwani hakina muda maalumu. Inawezekana wiki nzima mtu apaka juu ya kilemba kwa sababu kuna uzito kukivua, au nusu siku, au kwa swala moja au swala mbili au siku 4, hakina muda. Wayakunu almashu alaiha kamilatan, na kunakuwa kule kupangusa juu yake ni kwa ukamilifu. Utapangusa juu ya kilemba chote hicho kwa ukamilifu wake, katika mambo ambayo yameruhusiwa. Kisha natoka hapo mtunzi anasema yajibu alayki, anaingia katika masala mengine sasa. Masala al-ghuslu min al-janaba, kuoga josho kutokana na janaba. Anasema mtunzi hafidhahullahu ta'ala, yajibu alayki, inapasa juu yako wewe mwanamke, al-ightisalu min al-janaba, kuoga kutokana na janaba. Sawaan kanat bihtilami, sawa limekuwa janaba hilo kwa sababu ya kuota njozi, au bijimai, au kwa sababu ya jimaa, kuingiliwa. Wa sawaan kana hunaka inzalun, na sawa imekuwa kuna kuteremsha manii, au lam yakun, au hakukupatikana kuteremsha manii. Falghuslu huna wajib, basi kuoga hapa kumewajibika. Kutapasa mtu kuoga katika hali za namna hii ambazo shekhe amezitaja hapa. Yajibu alayki al-ightisalu, kuna wajibika juu yako wewe mwanamke kuoga josho minal janaba, kutokana na janaba. Sawaan kanat bihtilamin, sawa imekuwa hilo janaba umelipata kwa sababu ya kuota, mtu kalala kaota katokwa na manii, anatakiwa aoge josho la kisheria, au bijimai, au kwa sababu ya tendo la ndoa kaingiliwa na mumewe, anatakiwa aoge. Wa sawaan kana hunaka inzalun, na sawa kumekuwa kuna kuteremsha manii, yamepatikana manii, au lam yakun,
au hakujapatikana kuteremsha manii, lakini tendo la ndoa limefanyika, tupu mbili zimegusana, basi wajaba alaiki alghusl, kumewajibika juu yako wewe mwanamke kuoga. Anasema falghuslu huna wajibun, basi kuoga josho la kisheria hapa ni kwenye kuwajibika, lazima uoge kama wanavyooga wanaume, na wewe utawajibika kuoga kwa mujarrad wa kuingiliwa tu. Wayajibu lightisalu inda at-taharati min al-haidh wan-nifas, anasema shekhi, na kuna wajibika kuoga josho la kisheria inda at-tahara, wakati wa kutoharika, min al-haidh wan-nifas, kutokana na hedhi na nifasi. Mwanamke anapoingia katika siku zake, ada yake ya mwezi, au akapatwa na damu ya uzazi ya nifasi, basi vile vile kunawajibika juu yake baada ya kutoharika kuoga josho kubwa la kisheria. Na haya tumeona katika darasa zetu za kawaida. Lakini kuna faida mbili tukumbushane. Je, mwanamke kutowajibika kufumua nywele zake? Ahlul ilmi wana maneno na kauli nyingi katika hili, lakini kauli ambayo iko katika sawabu, wallahu a'lam, mwanamke atawajibika kufumua nywele kutokana na kutoharika na hedhi pamoja na nifasi. Atafumua nywele zake baada ya kumaliza hedhi katoharika, baada ya kumaliza nifasi akatoharika, atafumua nywele zake wakati wa kujitoharisha. Ama minal janaba, kutokana na janaba, la yajibu alaiha, hakuna uwajibu wa kufumua nywele zake mwanamke atakapooga josho kwa sababu ya janaba, lakini kwa sharti idha arwat usulahu, pale itakapokuwa ameitotesha maji mizizi na mashine ya nywele hizo. Sharti iwe maji yamefika kwenye ngozi ya kichwa, ile mizizi na mashine ya nywele yamepata maji, basi hakuna uwajibu wa kufumua nywele zake mwanamke wakati anapotoharisha kutokana na janaba, ama kutokana na nifasi, kutokana na hedhi, basi atawajibika yeye kuzifumua nywele zake. Faida ya pili ambayo tushesoma darasani, arkanul ghusl, nguzo za kuoga janaba ni mbili: an-niyatu wa ta'mimul ma'i fi jami'il badan. Kwanza uwe na nia. Jambo la pili, kuyaeneza maji sehemu zote za mwili zenye kuonekana, zilizo dhahiri, maji yafike katika kila kona ya mwili wako, isibakie sehemu hata ndogo ambayo maji hayakufika. Nguzo mbili hizi. Nia, kwa nini unaoga? Kwa sababu ya kuondosha janaba, au kwa sababu ya kujitoharisha kutokana na hedhi au nifasi. Nia wa mahalluha alqalb, na sehemu yake ni moyoni. Watalaffudhu biha bid'atun, na kuitamka nia ni uzushi. Nia haitamkwi, nia ni yale makusudio yako. Kwa nini unaoga? Hiyo ndio nia yako. Ad-darsu sadis, darasa ya 6, damul haidhi lahu alamatun. Anasema Sheikh, damu ya hedhi ina alama zake. Damul haidhi lahu alamatun, damu ya hedhi ina alama zake. Alama ya mwanzo, launuhu yamilu lisawadi, rangi yake damu hiyo inamili, inaelekea zaidi, inapondoka kwenye uweusi. Launuhu yamilu lisawadi, rangi yake hiyo damu ya hedhi inamili na kupondokea kwenye weusi. Damu ya hedhi inakuwa weusi ndio mkubwa zaidi kuliko wekundu, ndio maana yake. Alama ya pili, raihatuhu karihatun, harufu yake ni yenye kuchukiza, harufu yake ni mbaya, haivutii. Raihatuhu karihatun, harufu yake inachukiza, ni mbaya, damu ya hedhi. Alama ya pili, thakhinun walaysa raqiq au walaysa biraqiqin. Thakhinun ni nzito, walaysa biraqiqin, na wala si nyepesi. Walaysa biraqiqin, au la ni kufanya hivyo kwa kuikaba, walaysa biraqiqin, na wala si nyepesi. Thakhinun ni nzito, walaysa biraqiqin, na sio nyepesi. Damu ya hedhi inakuwa ni nzito,
sio nyepesi kama damu nyingine. Alama ya 4, la yatajammadu baada khurujihi, haishikamani baada ya kutoka kwake. Damu ya hedhi haishikamani kama madonge madonge, la, baada ya kutoka, bali yakunu sailan, inakuwa ni kimiminika. Damu ya hedhi kitoka ni yenye kuchuruzika, ni kimiminika, haishikamani kama madonge madonge, haiko hivyo. La yatajammadu baada khurujihi, haishikamani baada ya kutoka kwake. Kwa hizi ni alama za kujua damu ya hedhi. Leo kama utakiwa damu mbili, kuna hii na hii, ya hedhi ni ipi hapo, basi utaangalia na kuzichunga alama hizi. Ya hedhi imeenda zaidi kwenye weusi, harufu yake ni mbaya, tena ni nzito, sio nyepesi, na wakati wa kutoka kwake kishatoka inakuwa ni kimiminika, haishikamani. Hayo pia tushasoma kwenye darasa. Ad-darsu sabi', darasa ya 7, alamatu at-taharati min al-hayd, alama ya kutoharika kutokana na hedhi. Alamatu at-taharati min al-hayd, alama ya kutoharika kutokana na hedhi. Mtu akitoharika kutokana na hedhi kuna alama zake. Ni zipi hizo? Anaanza kutaja mtunzi hafidhahullahu ta'ala, khurujil qaswati albayda, kutoka kipande cheupe. Khuruju alqaswati albayda, kutoka kipande cheupe. Wanawake hutokwa na kipande cheupe. Kipande cheupe ndiyo nini? Anasema shekhe, wa huwa sailun, nacho ni kimiminika, abyadu, cheupe, yakhruju ba'da inqita'i alhayd, kimiminika hicho kinatoka baada ya kukatika hedhi. Yani ni maji yanayomtoka mwanamke ambayo ni meupe, hupatikana maji hayo na hutoka baada ya kukatika hedhi. Hii ndio inaitwa alqaswatu albayda kwenye lugha za vitabu vya wanachuoni wa fiqh, kipande cheupe. Kwa alama ya mwanzo baada ya mwanamke kutoharika, ili ajue yeye ametoharika, ni kuona kimiminika cheupe kinachomtoka baada ya kukatika damu ya hedhi. Akiona hiyo, hapo sasa ana amani kwamba hedhi imekamilika, kwa maana siku zake zimeisha. Kisha akasema shekhe vile vile, aljafafu tamu, ukavu uliotimia. Aljafafu tamu, ukavu uliotimia. Min ayi qataratin lidami, kutokana na matone yote ya damu. Ukavu uliotimia, kwa maana kukauka kulikotimia. Mwanamke kakauka kutokana na matone yote ya damu ya hedhi, hakuna hata tone moja linalotoka, amekauka kabisa, hedhi imekata, haiji. Sio kwamba mara kaona tone moja, mara hajaona akasema nimetoharika, la, kukauke hali ya kuwa ukaukavu ambao hakutakuwa na tone hata moja, ambalo asili yake ni damu ya hedhi. Kwa alama ya pili, ukitaka kujua nimetoharika au bado, ya mwanzo kutoka na kimiminika cheupe, ya pili aljafafu tam, ukavu uliotimia. Min ayi qatarati lidam, kutokana na matone yote ya damu. Damu imekatika, ni kukavu, kisha ikapatikana alqaswatul bayda, wewe hapo umetoharika. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala, idha ra'atil mar'atul qudrata was-sufra, pindi atakapoona mwanamke alqudra, maji ya uchafu, maji ambayo yana ukungu ukungu, maji yenye vumbi vumbi. Alqudra, weka dhamma kwenye kafu hapo, alqudra. Idha ra'atil mar'atu alqudrata, atakapoona mwanamke maji ya uchafu, wasufra, na maji ya umanjano. Wakanat fi zamanil haidhi, na yakawa maji hayo katika muda wa hedhi. Hedhi yaendelea kutoka, akaona maji machafu au maji ya umanjano. Fa hukmuha, basi hukumu yake uchafu huo wa maji ya uchafu hayo na maji ya umanjano, annaha min alhaidhi, kwamba hakika yake
ni katika hedhi. Utakapoona mwanamke kwenye zama na kipindi cha ada yako ya mwezi, watu wapata damu yako, lakini pia mara ukaona maji fulani yana rangi fulani ya ukungu mweusi, maji machafu, au ukaona maji ya umanjano, usije ukaghurika ukaona nimetoharika. La, fa hukmu yake annaha min alhaidh, kwamba maji hayo umanjano huo na uchafu huo ni katika jumla ya hedhi, na vitaingia katika jumla ya hedhi. Utaendelea kujizuia na vile ambavyo hedhi na kuzuia kwavyo. Huu manjano na maji ambayo yana ukungu yasijakakughuri ukasema nimetoharika, ikiwa yamekuja maji haya kipindi cha hedhi, basi nayo itahesabika katika jumla ya hedhi. Utaendelea kusubiri. Idha ra'atil qudrata was-sufra, na pindi atakapoona mwanamke maji ya uchafu na maji ya umanjano, baada taharatiha, baada ya kutoharika kwake, minal haidhi, kutokana na hedhi. Ameshatoharika sasa, alama za kutoharika zimeshakuja, ameshajisafisha, ameoga. Ghafla siku ya pili akaja akaona maji ya uchafu au maji yana umanjano, hali ya kuwa tohara imeshakuja na alama za tohara tayari shajitoharisha, ameziona zote, lakini akaona maji ya umanjano baada ya tohara. Anasema Sheikh, fahadhihi laysat min alhaidhi, basi uchafu huu au na umanjano huu si katika hedhi. Hapo hautaunganishwa katika jumla ya hedhi. Ukaona hapana, kumbe bado sijatoharika kwa sababu ya maji ya umanjano au kwa sababu ya maji ya uchafu. La, ukishatoharika kisha ukapata alqudra au sufra, maji hayo hayaingii katika jumla ya hedhi. Utakuwa bado uko tohara, kwa sababu tohara yako ilishakuja. Fataghsilu makana najasa, ataosha sehemu ya najis, kwa maana ataosha sehemu yake ya siri. Watatawaddau, na atachukua udhu. Watusalli, na ataswali. Watasumu, na atafunga kama kawaida. Shekhe katika darasa hii ya 7 ametaka kutuonesha alama za mwanamke kujua kwamba ametoharika au bado. Ametaja alama 2. Ya mwanzo, kuona kipande cheupe, maji meupe yanayotoka baada ya kukatika damu. Yakija hayo ni alama kwamba wewe umetoharika. Au kule kukauka kulikotimia, hedhi imekata, haiji tena hata tone moja, hakuna tone, kumekauka kabisa kutokana na matone na damu ya hedhi, basi hiyo ni alama nyingine ya kutoharika kwako. Lakini sasa akaingiza masala mengine. Je, mtu akiwa katika siku zake kwenye ada yake akaona maji fulani ya umanjano akiwa katika ada yake, je, atakuwa ametoharika na mbwala hajatoharika? Hayo maji aliyoyaona wakati anaendelea kupata ada yake, nayo ni katika jumla ya ada, ataendelea kujizuia na ibada. Ama ikiwa maji hayo ya umanjano yatakuja baada ya yeye kutoharika, kipande cheupe kimekuja, kumekauka, hakuna hedhi inayotoka, zile alama za tohara zimeonekana zote, mwanamke akaoga akaanza ibada, mara akaona maji ya manjano, ambao sasa maji haya yalokuja baada ya tohara, haya sio hedhi, haya hayamzuilii mtu na ibada. Atajisafisha na ataendelea na ibada zake kama kawaida. Kwa inategemea huu uchafu na umanjano umekuja kipindi gani. Ikiwa ndani ya masiku ya hedhi, nao ni hedhi. Ikiwa baada ya hedhi, si hedhi, itakuwa ni tohara. Ad-darsu thamin, darasa ya 8.